Public policy, na vile vile tutakuwa tunaendelea na ile mjadala wetu hapa studioni, ambapo bwana Stephen Owoko ambaye alikuwa mgombeaji wa urais mwaka 2017 alikuwa amezungumza akasema kwamba karibu kila kitu katika taifa letu la Kenya kwa sasa imetiwa siasa na kuna wale vigogo ambao wanaendesha shughuli nzima. Je, bwana Shadrack Osero, wewe unadhani kwamba sera hizi ambazo zinaweza to be put in place ambazo zimewekwa katika kuhakikisha kila kitu kinanyooka, sera hizi wewe kama mtaalamu wa sera zinafanya kazi ama hazifanyi kazi, bado inaendelea tu kukaliwa? Mimi naelewa kuwa nchi yetu kuna viongozi fulani sana wako interesting ya kuwa unapata wakati tunawahitaji watimiza malengo ya policy wanayakalia kwa sababu hata ukiangalia constitution yetu ina sera mzuri sana, lakini hiyo political will hakuna. So ukiangazia, kwa hiyo kuhusiana na swala la sera tunastahili kulaumu shirika kama la KEBS ama tunastahili kulaumu serikali? Ni nani ambaye anastahili kulaumiwa? Mimi nahisi ni wale ambao wanapewa hizi reports wanafaa actualize tunafaa kulaumu. Kwa mfano KEBS inapeananga reports vile aflatoxin iko kwa vida fulani lakini unapata serikali wale wanaotimiza yale policy hawazingatii, kwa sababu unapata saa zingine wenye bidhaa hizi ni marafiki zao. Unanielewa? Kwa kimombo tunaenda cartels, ni rafiki zao. So wanapewa kitu fulani wananyamazia. Saa zingine unapata tena wale expert wetu wa government hawasikilizi wanapopeana advices. Yes. Bwana Stephen, sijui kama kidogo unakubaliana kile ambacho bwana Osero anajaribu kuzungumza ama kuleta wazi. Hiyo ndio kweli kabisa. Because taifa letu imekuwa na watu ambao wana moyo wa tamaa, ambao wanajitakia wao wenyewe. Sasa mtu akiwa na moyo wa tamaa anakuwa kama yule mnyama ambao yuko porini, fisi. Yeye ajali akikuta mtoto anakula, akikuta mama anamula. So yeye ni kukula tu. Yaani wale wanyama wala watu. Sasa hiyo ndio tatizo. Yeye ajali chochote watu wafe wasife, so long as amejipatia ile ruzuku yake. Sasa hilo ndio moyo tulio nao katika taifa. Kwa hiyo sera kwa sasa haisaidii ama imeuliwa kabisa? Sera Kenya ni nzuri sana. Na nchi zingine kama mjui, kama Rwanda wanakujaga tu wanachukua sera ambayo tumeshatumia pesa kutengeneza, wanaenda wana implement. Haya, nilikuwa na jamaa moja kutoka South Korea. Zamani walisema kuna sera walichukua Kenya, wakaenda waka implement. So sera zetu ziko na ni nzuri, lakini hatuna vile ndugu yangu amesema ile political will ya kuyatekeleza. Hiyo ndio tatizo. Kwa hiyo bwana Osero, nani ambaye anastahili kutekeleza haya sera? Ya kwanza ni yule anayesimamia branches, agencies za serikali, na ni wakubwa wetu, kwa mfano KEBS directors wale ndio wanafaa wako na ile privilege informations, ndio wanafaa kuadvise kwa mfano serikali iko na nguvu ya kutimiza kila kitu kile kinao advance interest za Wakenya. Kwa mfano aflatoxin ina to affect kiafya. So serikali ndio imepewa jukumu, tumedelegate our interest kwa serikali na majukumu yetu kwa hawa wakubwa zetu. So wakisikiza experts wao wale wameappoint, naelewa ni wasomi, watafanya vile inavyotakikana even to international standards, hata kama ni UN iko na regulations on aflatoxin levels kabisa. Sasa hawa wakubwa zetu ndio wale hawataki kabisa kuimplement. Na unakuta nimeona tu jana kwa media houses zingine huku kwetu wamepeana reports vile kwa mfano wana import mahindi zile ambazo ziko na sumu na wale wako na nguvu za kuimport hawa wakuu wetu wale serikalini. So kuna pala conflict of interests na ambazo baadaye zina abiri afya za Kenya. Naona kidogo una jambo nataka kuongezea ya kwamba ujue kwamba rais anapokuwa pale kuna watu walimweka. Ndio walimpa hela, ndio walimchangia. Sasa yeye anatimiza malengo yao. Alafu huyo ndio anatakiwa. For example, expert walisema kwamba bwana hii railway ni gharama mno. Hatukuwasikiliza, viongozi wao kuwasikiliza. Wakasema hii deni mnachukua bwana ni kubwa sana. Lakini nasema pana tuko sawa. Juzi rais kuna DCI alikuwa ameanza kushika watu. Wale ambao wanakwepa kodi. Rais amesema zungumza nao. So okay, mimi una deni ya serikali, sio ya kwangu. Badili ya kukushika tuzungumze. Basi tunasema sawa, kama nakudai shilingi 10, wewe lipa 5, mimi nipe 2, hii mambo tuzungumze tumalize. Sasa unaona, ataki. Hiyo uongozi ndio imeshindwa kushikiliza mashauri ya wale wataalamu.
Unaona? Sasa nimekupa mfano. Naam. Ndio haya. Kwa sasa hivi ukiangalia, labda tunaweza tukasema kwamba kidogo serikali imelegea, na tatizo linaweza likawa ni gani, ama suluhu linaweza likawa ni gani ili kumalizana na hili janga? Kwa sababu si mara ya kwanza tumekuwa tukisema idara tofauti tofauti ziko independent, lakini hatujaona independent wao. Tatizo linaweza likawa, tunaweza tukasuluhisha namna gani hili tatizo? Sasa naam. Acha majibu alafu ndio. Naam. Kusuluhisha ni rahisi sana. Ukipea wale watu wako wa mkono, kama wewe ni kiongozi, uwape nguvu, uwape support, unaelewa, lile vifaa. Kwa mfano kwa sasa hivi tunaona magonjwa ya kansa, saratani yanachipuka sana, na wataalamu wa afya wamelinganisha na aflatoxin. Sasa kusuluhisha hili janga ni kupe madaktari nguvu ya kufanya research, watueleze nini kinachouguza wa Kenya. Lakini kwa sasa nadhani inafahamika vizuri sana, na hapo awali bwana Steven, kidogo nilikuwa nimekuonyesha zile madhara ambayo inaweza ikasababishwa, kumaanisha kwamba kuna research ambayo ilikuwa imefanywa. Kwa hiyo unaona kwamba hilo linaweza likawa ni solution kama jinsi ambavyo naeleza. Tatizo dawa yake ni moja tu. Wakati uongozi wa taifa atakubali asinunuliwe. Because sasa hivi uongozi inanunuliwa kwa mabilioni ya pesa. Na hizi pesa atoe mfukoni, na kama ametoa mfukoni, mshahara wa rais kwa miaka 5 itafika kama milioni 400-500, lakini ametumia bilioni 5. Hizi pesa lazima zitarudi mahala zilitoka, na kama watu ndio walimpa, lazima warejeshe nini? Pesa zao. Sasa siku rais atakuwa sisi ndio tunachanga shilingi 10, shilingi 100 a campaign. Sasa atakuwa na msimamo kwa ajili yetu. Lakini asolo, wewe kwa mfano nipe mzampo, ile umura iliyopita rais wetu na deputy walisema bwana Mudavadi wewe chukua. Aliporudi akamwambia hapana, akasema ni mashetani waliniongelesha. So unaona kuna watu ambao wako nyuma yake. So we have what we call, ile South Africa wanasema state capture. Naam. Serikali iko kwa mkononi mwa watu fulani. So rais ni puppet. Kwa hiyo itatuchukua muda ili sisi tuweze kujikomboa sisi kama raia wa Kenya. Kabisa. As long as utataka kupewa shilingi ndio pige kura, basi wewe ni mtu, maana hiyo shilingi ukipiga ni mabilioni ya pesa. So huyo rais wenu anapoingia ameshanunuliwa. Na jambo la mwisho tu, kwa sababu nafahamisha kidogo muda umekimbia sana. Wewe unadhani kwamba suluhisho linaweza likawa ni gani? Kwa sababu amesema kwamba uongozi wa taifa la Kenya kwa sasa imenunuliwa. Mimi ningetaka kweli Wakenya waelimike, wajue kutofautisha kibaya na kizuri, sababu wakati tunapopewa nafasi ya kuchagua, tunachagua kuzingatia kibila, hatuzingatii maono ya mtu ama qualification za watu wanao kuombea viti. Unaelewa? So hao Wakenya wenzangu wakielimishwa umuhimu wa kuelewa kiongozi na siasa zinakuja kumwadhiri kibinafsi, atachagua yule ambaye anayefaa. Naam. Yes. Kwa hiyo hilo ndo tatizo, hilo tu ndo linaweza likawa labda suluhisho. Yes. Naam, asanteni sana kwa kufika studioni. Nafahamishwa kidogo muda umekimbia sana. Asante sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada. Upande wangu wa pili nitampisha Bosco Mbunda ambaye atakuwa anatuletea taarifa za michezo na kutufahamisha mengi zaidi kulikoni uwanjani. Asante sana.